عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia taufiki ya kufika sehemu kama hapa ili tuweze kuzungumza maneno matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ni sehemu ya Jacaranda, ni mahali tunafanyanga mahadhara kila siku. Ndugu zanguni, tumesimama mbele yenu tena mara nyingine. Na tumesimama kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumesimama mbele yenu kwa sababu ya kuchangia hii kitabu. Hii kitabu inasaidia umma ya Kiislamu na inasaidia wasiokuwa Waislamu. Kwa jumla inasaidia ummatu Muhammad. Ndugu Waislamu, tulisema tunataka vitabu 4,000. Na idadi ya pesa ilikuwa 400,000 ya pesa ya Kenya. Waislamu tumepata 200,044. Kilichobaki ni 100,056. 100,056 ndio imebaki, na tumesimama mbele yenu ili mmchangie hiyo 100,056. Tunachanga hiyo pesa kwa sababu ya kitabu, na tunachanga hiyo pesa kwa sababu ya da'wa. Kuprint hii kitabu ni kueneza kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tunapatia Waislamu, tunawapatia Wakristo, wanajifunza. Yule Mkristo akisoma hii kitabu kisha arudie Biblia, asome Qur'ani, ataona Uislamu ndio dini ya haki, na Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumpatia hidayah. Na yule Muislamu atasoma hii kitabu, ataona anaweza fanya da'wa, na kupitia hii kitabu akafanya da'wa, watu wakapata kilima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hivyo ndugu zanguni, yoyote ako na mchango wake, toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi kazi yetu ni kuwafanyia dua. Tutoe mali yetu na nafsi yetu kufanya da'wa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sote tunataka radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, na siku ya mwisho tupate jannatul firdausul a'la kwa rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wanadamu wote wanaingia janna kwa rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nyinyi mnayotoa pesa zenu, sisi ambaye tunapokea na tunasambaza, sote tunatafuta rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zanguni, imebaki 100,056. Tunaongoja hiyo pesa, ikiwezekana ikipatikana leo shilingi 56,000. Leo ni Jumapili, kesho Jumatatu tuna print vitabu. Tuna print hizo vitabu na tunafanyia service ile gari tunatumia na vyombo ambayo tunafanyia muhadhara, tunafanya service yote. Ina maana ndani ya hii wiki inayokuja tunaondoka biidhnillah. Kwa hivyo Waislamu, tunaongoja hiyo pesa kutoka kwenu, mtoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yale mmetoa Allah subhanahu wa ta'ala awajazie katika hasanati zenu, na Allah subhanahu wa ta'ala atukutanishe katika jannatul firdausil a'la. Namkaribisha Ustadhi Salim Ngugi. Karibu sana Sheikh. Naam. Kwanza tunawashukuru Waislamu wote ambao wamekuwa katika kipaumbele na kutoa riziki zao kwa ajili ya Allah. Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya Kiyama. Wallahi watu wamejitolea, mashallah. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi. Pili ni hiyo imebaki ambayo ni kidogo, mashallah tumejaribu na imekuwa mashallah. Baki 100,056. So patikana Muislamu mmoja anaweza tumalizia, au akapatikana Waislamu 3 wakamalizia, au ikapatikana wale ambao watapatikana, itakuwa ni khairi kubwa sana. Lengo ni tupate hizi vitabu, tukiondoka safari tuwe na hizi vitabu, vitatusaidia. Na kuna watu wananiambia hiyo kitabu nahitaji, bado hatuja print, ndio ziko katika hiyo njia ya kuprintiwa, tuweze sasa kuondoka nazo. Tukizipata inshallah, ukitupigia wakati hiyo unaweza wasiliana, ujue namna unaweza kupata kopi inshallah biidhnillah. Lengo na maksudi watu waweze kupata Uislamu kwa wepesi, kwa sababu tukiwa na hizi tunaenda tukigawa, na pia bado tunafanya dawa namna inavyotakana inshallah. So wale ambao wamebaki inshallah tuweze kusukuma ili gurudumu na tuweze kumalizia kwa wepesi inshallah. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مصطفى أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين الذين يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ndugu zetu Waislamu, ndugu zetu katika imani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rehma na mwenye kurehemu, Mwenyezi Mungu ambaye hakuzala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja, Mwenyezi Mungu ambaye ni watangu na tangu, hafi hudumu milele, haonekani ile dhati yake Mwenyezi Mungu, yeye ambaye ni uwezo unaweza usiowezwa na chochote kilichowezeshwa. Na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho, nabii wa watu wote, jemedari wa umma, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kudhisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ni kuwashukuru enyi ndugu zetu Waislamu kwa kadiri mlivyoweza kujitolea katika kazi hii. Na hapa vile tumeambiwa hapa na ndugu zangu hapa ni kwamba sasa hivi kiwango ambacho kimepatikana mpaka kufikia sasa ni takriban 244, na tulikuwa tunahitaji 400,000 ili tuweze kutoa au kuchapisha vitabu takriban 4,000. Kilichobaki ni 156. Na tunaomba Waislamu pamoja na juhudi hizi, tunaomba Waislamu tujizumue zaidi na tufanye hivi kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Hebu tuangalie kwamba sio sisi mnaotuona hapa, muone ya kwamba hicho ambacho mnachokifanyia kazi au mnachokitolea sadaka zenu ni pepo ya Mwenyezi Mungu, ambayo pepo hii Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba wakati miongoni mwa watu 7 ambao watawekwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu, si kwamba hakutakuwa na kivuli hiki ila kivuli chake yeye Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa mambo 7 ambayo anayazungumzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema ni watu wawili, rajulani, watu wawili ambao watakokuwa wanakutana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, watashikamana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, na vile vile watatengana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na kwa sasa tumeshikana kwa ajili hiyo, na mpaka kiwango hicho kimeweza kupatikanwa kwa sababu ya hii safari ambayo tunaelekea hizi siku ambazo ziko hapo mbele kidogo. Ndio maana tukasema kwamba kesho na kesho kutwa, hizi siku mbili, vitabu 4,000 ni vingi, ndio zitakuwa vinachapishwa, gari ifanywe marekebisho, alafu tena pia vyombo pia vitafanywa marekebisho, kwa sababu safari ambayo tunaoelekea ni safari ya muda mrefu, alafu tena pia ni safari ambayo itakokuwa ni safari ya mbali. Na tulisema kwamba kwa nini tunataka kutoka nje? Tunataka kutoka nje kwenda vijijini kwa sababu Waislamu ndugu zetu katika imani, wallahi mitihani iliyoko katika vijijini kule ni mikubwa sana. Uislamu kule una mtihani mkubwa sana. Sisi tunajiona labda tuna imani kwa sababu tuko mjini, tuna dini kwa sababu tunaenda tunaswali na tunakutana na ndugu zetu. Kule vijijini kule wallahi kuna mtihani mkubwa sana, kuna mtihani mzito. Na ndio maana tukasema kwamba miongoni mwa malengo ambayo yanatusababisha tunaenda kule ni kwa sababu jambo la kwanza ni kuwalingania wale ambao hawajaweza kujiunga na Uislamu waweze kuufahamu Uislamu na kuweza kujiunga na dini hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lengo la pili ni kwa sababu ya kuweza kuwafikia wale ambao walioghafirika katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuweza kuwalingania. Na kitabu hiki ni miongoni mwa da'wa kubwa ya kuweza kuwalingania watu hawa, kwa sababu wengi unakuta kwamba hawafanyi ibada, wengi mpaka wengine wameritadi. Wanafanya hivyo kwa sababu gani? Hawana elimu shekhe. Na sisi ni jukumu letu. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na Baitul Mal, ambao Baitul Mal ilikuwa ina watu wa kusilimu wote walikuwa wanapewa kitu ambacho kilikuwa kinaitwa mualafatul qulub. Mualafatul qulub ni uwezo walikuwa wanawezeshwa wale watu ambao wameingia katika dini ili kuwapa nyoyo zao nguvu, kwa sababu huku wanakotoka
wanatoka katika changamoto kubwa, ndugu zangu katika imani. Hebu hesabu wewe umezaliwa katika Uislamu. Huyu mtu yeye mwenyewe kwao peke yake ndiye Muislamu. Anatengwa na jamaa zake, anatengwa na familia yake, anatukanwa, anadhalilishwa, mpaka hata anafukuzwa nyumbani kwao, hata kukosa mpaka hata urithi, kwa sababu vile wasiokuwa Waislamu mnawaona hata kwenye mitandao ya kijamii, vile jazba na hasira walizokuwa nazo dhidi ya Uislamu. Wengine wanasema dini ya majini, dini. Kwa hizo propaganda hizi ambazo ziko kwa wale wasiokuwa Waislamu, jamaa yao mmoja akisilimu, hebu niambieni ndugu zangu katika imani, anakuwa katika hali gani? Ndio maana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wa kusilimu walikuwa wanachukuliwa kwa umakini wa hali ya juu sana. Sisi tunawachukua hivyo. Hatuwachukui hivyo kwa sababu hali zetu ni mtihani. Hali zetu pia sisi walimu ni taabani. Hata kuna watu wengine mpaka wanatukuta wanatuambia sasa mimi kila kitu nawezeshwa na kanisa. Kila kitu mimi napewa na kanisa. Sio kwamba Uislamu sio dini ya haki. Uislamu ni dini ya haki. Lakini nikiingia, hamuoni kwamba nitakosa yale? Tunashindwa mpaka tutamfanyaje huyu? Sisi wenyewe hali zetu zenyewe walimu ndio kama hizo, ndugu zetu katika imani. Kwa hivyo tunawaomba kwa heshima, tuweze kutimiza idadi hii. Si kwamba tunashindwa, hatushindwi. Lakini hebu tufanyeni jambo hili. Wallahi hakuna jazaa ya mtu, hata kama itakuwa ina udogo wa kiasi gani kama Khardar, hatutaweza kuikosa. Hutaweza kuikosa jazaa yako kwa Mwenyezi Mungu katika siku hiyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba hata kama umefanya jema ndogo kiasi gani, mfano wa punje ya Khardar, wallahi utaikosa. Hebu piga mfano, Khardar ni mustard seed, uone udogo wake wa mustard seed vile ulivyo. Na kama ni baya ambalo unaweza kulifanya liwe ni mfano huo, Mwenyezi Mungu halitaweza kusahaulika. Kwa hivyo jambo lolote ambalo unaifanya, hiyo ni kitabu kimoja umekinunua, wallahi itakuwa ni sadaka tujaria, itakuwa ni jambo lenye kuendelea na litakuwa ni lenye kukumbukwa. Na kitabu hiki kitaweza kusomwa na mtu mmoja, wawili, watatu, wanne, watano. Unaonaje? Kwa mfano hicho kitabu kimesomwa, yule ambaye amesoma na wewe mwenyewe ndio ulitoa sadaka, kikaongoza mtu mmoja, huyo akaenda kalingania watu wengine wawili, watatu, na watu wengine, na hao wengine wakaenda kulinganiana. Unajikuta kwa Mwenyezi Mungu na jazaa yako kubwa, una watu zaidi ya 100 wanaokufuata na kuambia tuliweza kuongoka kwa sababu ya jambo hili. Mwenyezi Mungu anakulipa na kuambia kwa hawa ndio waliweza kuongoka kwa ajili ya sadaka ambayo uliweza kuitoa wakati huo. Unashangaa kwa Mwenyezi Mungu watu 500, 1000 ilikuwaje mpaka wakati huo? Kwa sababu elimu hii inaenda ikiwa inaachianwa. Tunaachiana elimu hii. Si kama mboga ya kwamba leo nitakula nyama itaisha, nitaenda chooni itaisha. Hichi kitabu kinasomwa na kizazi na kizazi. Ukihifadhi vizuri, kitasomwa na mimi na mtoto wangu atakuja kukisoma kitabu hiki, au kitasomwa na ndugu yangu na mimi nitampa mwingine, au mwingine ataenda kutoa hoja kule, zitaweza kusikika na kukubalika. Kwa hivyo tunaombeni ndugu zetu katika imani kwa heshima na taadhima. Sisi hatutafuti fedha hizi eti kwa sababu yetu sisi walimu hapa ya kwamba tunahitajia, pamoja na kwamba hali zetu ni taabani, hali zetu ni mtihani wallahi, lakini tunafanya hivi tukiwa tunaangalia na wengine ya kwamba hawa wanaweza kuingia katika Uislamu, hawa waliweza kugafirika katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waweze wasije siku ya mwisho wakasema ya kwamba hakuweza kufikiwa na ujumbe. Kwa sababu mitume hao watu wote watakuja kuulizwa, alam yatikum nadhirun, je mnataka kusema ya kwamba hamkuweza kuonywa? Hatutaki watu waende kuulizwa maswali hao Waislamu. Na wewe na mimi na maustadhi na mashehe hapa, kazi ambayo wanaifanya sisi ndio tunawakilisha kule. Kwa hivyo jazaa ambayo mnalipwa, kila mtu analipwa jazaa yake, na wallahi hata ikosa katika siku hiyo. Nisiweze kuendelea sana kwa sababu bado tuna kipindi cha muhadhara, inshallah tuweze kuingia katika kipindi hichi cha muhadhara, lakini Waislamu ninawaomba kwa heshima na taadhima tuweze kufanya zoezi hili, tuweze kujitutumua na tuweze kufanya mambo mengine makubwa. Mengine hatuwezi kuyazungumza hapa kwenye vipaza sauti wallahi, kwa sababu mengine ambayo tunayakuta baadhi ya sababu zingine ni mambo ya aibu. Ndugu zangu katika imani, ni mambo ya aibu, sehemu ambayo tunakuta Uislamu na Waislamu wallahi inakuwa ni mtihani na mambo ya aibu. Hatuwezi tukayasema hapa, lakini tunawaombeni kwa sababu ya hili tuweze kujitutumua, tuweze kujikakamua, na Mwenyezi Mungu wallahi ataweza kutulipa katika siku hiyo inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa afwan minkum inshallah. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri sitaongea sana kwa sababu yale yote ningesema ndugu zangu wameweza kuyasema yote. Ila tu ni kuwashukuru kwanza wale Waislamu ambao waliweza
kutoa amana zao, na si kusema ati wako naye mingi sana. Hapana, wengine hata ni wamejikokota tu wakaona afadhali tu nichangie kwa sababu ni dini ya Allah, ili wapate rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ile kitu cha muhimu hapa ni tumalizie hiyo, na nilikuwa nimesema hapa juzi, nikasema katika Uislamu kuna vidume za Mwenyezi Mungu, kuna watu ambao ni vidume, na unaona vidume wameanza kuamka sasa, unaona wameamua sasa. Tumeenda sasa, tumebakisha kitu kidogo sana, na mimi nina guarantee ya kwamba hiyo imebaki, hatutakosa vidume wengine wawili watamalizia hiyo imebaki. Utakustukia mwingine amepiga hiyo, amepiga kama 30 ama 40 ama 50, na mwingine anaweza toa, utakuta imeisha. Mimi naamini kwa sababu Mwenyezi Mungu ako na waja wake. Ukisikia Mwenyezi Mungu ako na waja wake, anakuwa nao kweli, ambao wakisikia mambo ya dini wako katika mstari wa mbele, na hao unaambiwa ndio watu pia watakuwa mbele kwa Mwenyezi Mungu, na hao ndio watakuwa mbele katika jana Firdaus, wakakunywe supu kule na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo cha muhimu ni kwamba tumalizie hiyo imebaki, ni kitu kidogo, alafu tuweze kutengeneza mambo mengine, na inshallah tutawaeleza baadaye, sio baada ya kwenda safari yetu. Tukirudi tutawaeleza ile mipango tuko naye, Mwenyezi Mungu akituweka hai ya mwaka unayokuja baada ya Ramadhani. Tutawaeleza plan tunako nazo mingi, lakini mambo huyu ndugu yangu ameongea mambo mazito. Wallahi, angalia kama sisi tumetoka hapa karibu tu hapa Central Kenya. Central Kenya ndio watu wetu ndio wengi Kenya hii, lakini Uislamu uko chini kabisa. Lakini saa zingine watu wanashindwa na kwenda huko kwa sababu hakuna namna ya kwenda kuweza kuwalingania, kwa sababu kila kitu siku hizi ni gharama. Popote mnaenda wote ni gharama. Sasa inakuwa ni shida sana. Na sasa wale watu ambao wako katika area hii ya Nairobi wote, capital city, na wamezungukwa na watu wetu wa hapa, wataulizwa na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Si hata wataulizwa, kwa sababu ilikuwa ni kilomita ngapi kutoka hapa kuingia hapa ndani. Mbona hamkuwafikishia hata ujumbe? Kwa hivyo ni kitu ambaye muhimu sana. Ndio tukasema tutakuwa na programu hizo na tutazipanga, tutawaeleza baada ya Ramadhani. Tukivyo Mwenyezi Mungu akitufikisha Ramadhani tumalize, tutawaeleza watu vile tunataka tufanye, kwa sababu tunataka pia program, kila kitu kiende na programu yake. Kwa hivyo jameni, fanyeni bidii, tushindane katika heri. Hata kama ulikuwa umetoa, basi toa ingine tu bado. Ni kushindana, tunashindana katika heri. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tuko hapa katika viwanja vyetu vya Jacaranda, na hapa tunaongea tu maneno ya Mungu. Hapa hatuongei politics wala tuongei mambo ya siasa yoyote. Tunaongea tu mambo ya kujenga imani, mambo ya Mwenyezi Mungu. Sasa niko na dada yangu, mimi naitwa Hassan Kariuki, na niko na dada yangu naitwaje? Samantha, asante sana. Samantha, wewe ni Muislamu ama ni Mkristo ama huna dini? Wewe ni Mkristo, asante sana. Ni kitu gani, ni swali gani ukitaka kuwauliza Waislamu? Unajua mnatuonaga tu msikitini mara mingi. Sasa leo tuko hapa viwanjani, ni swali gani ukitaka kutuuliza? Kwa nini Waislamu wanavaa nguo ndefu sana wanawake? Kwa nini Waislamu wanavaa nguo ndefu sana wanawake? Si ndio hiyo? Haya, umeshajua kitabu ya Waislamu unajua ni gani? Qur'ani. Umeshaiona? Nimeshaiona tu. Umeshaiona? Inatoka upande ya right inaenda left. Na hii yenyu inatoka left inaenda right. Yetu inaanza right inaenda left. Yaani sura ya kwanza iko hapa inaenda hivyo mpaka sura ya mwisho, sawa? Sasa Qur'ani 24:31. Sasa nasoma chapter 24 ya Qur'an. Inasemaje? Ameuliza swali yake mzuri. Kwa nini Waislamu mnavaa nguo ndefu? 24. 31 inasema. Nasemaje? Alia babu hii ndio Qur'an, hujaelewa na Qur'ani. 24 31. Alia babu 31 inasema. Nasemaje? Na waambie Waislamu wanawake, na uwaambie. Sasa ndio wale wanawake uuliza swali lake kuhusu Waislamu. Na uwaambie Waislamu wanawake wainamishe macho yao. Na wazilinde tupu zao. Yaani kuzilinda tupu ni kutokufanya mambo mabaya mashafu kama usherati namna hiyo. Yaani usifanye usherati Wala usidhihirishe viungo vyao
wasidhihirishe viungo vyao isipokuwa vinavyodhihirika. Nao ni uso. Uso unaona Waislamu wanavaa ile kitambaa hapa, wanaweka kwa uso hii namna hii hapa juu. Na vitanga vya mikono. Na mikono wanaweka baka hapa. Kama vile wanasema na nyayo. Unasikia? Endelea. Na waangushe shungi zao mpaka vifuani mwao. Ni ile unaona hapa, ile wanaangusha pao kwa kifua inafunika hivi. Naendelea kusema. Shungi zao mpaka vifuani mwao. Na wasionyeshe mapambo yao ila kwa waume zao. Yani mapambo wavae tu mapambo kama urembo yako ni ya mume wako nyumbani. Yani hiyo tunaambiwa hiyo ni ya bwana, si ya kila mtu. Unasikia? Kwa hivyo Waislamu ndio unaona wanavaa hivyo. Hata nyinyi nafikiri hata si mnaonaga sinema za Yesu. Si mnaonyesha kwa sinema za Maria na Yesu. Unaonaga wanavaa aje kwa hivi? Surely. Ndevu. Kwa sababu walikuwa Waislamu mandugu zetu. Mariamu alikuwa ndugu yetu katika Uislamu, Yesu hivyo hivyo. Wote walikuwa mandugu zetu, walikuwa Waislamu. Umeshangaa na hiyo maneno? Sijaamini. Hata hujaamini? Na Biblia inasemaje? Hebu tuulize Biblia. Hata Biblia inasema hivyo hivyo tu. Timotheo wa kwanza 2:8. Zinasema tu wanawake vile wanavaa kwa Kiislamu na kule kwingine pia wavaa hivyo hivyo. Timotheo wa kwanza 2:8 inasema. Inasemaje? Basi nataka wanaume wasalishe kila mahali huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Unasikia amri ya kupeleka maombi ni ya wanaume. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Unasikia? Hata Biblia inasema mvae mavazi mazuri ya kujistiri. Endelea. Pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Ndio. Si kwa kusukwa nywele. Hata nywele inakatazwa kusukwa. Lakini nywele ile ambayo inaongelewa sana ni ile ya kuongeza, ile ya kubandika ile. Lakini ukiwa na ile yako original, ile ambayo Mungu alikupatia sasa kama hiyo. Hiyo sasa unaweza kuitengeneza uisuke kwa sababu ni yako original. Ile kitu inakataliwa ni hiyo kwanza ya kuongeza, kwa sababu hiyo ya kuongeza inasemekana ni sijui inatoa kwa watu ambao wengine wamekufa, inatolewa inaenda kupelekwa factory, inaoshwa, tunaletewa huko. Zingine zinatoka India, sijui zinatoka wapi. Kwa hivyo hizo ndio vitu ambazo zinazungumzwa sana, kwa sababu wakati unaongeza nywele nyingine unamkosoa Mwenyezi Mungu. Si unamkosoa? Kwa sababu aliyekuumba anajua. Ndio unaona nywele ile Mungu amekupa, hata ikimoikiwa na maji, hata ukipanguza na maji hivi itakuwa sawa. Lakini ile ya kutengeneza ukinyeshewa na maji inakuwa ni shida. Ama sio kweli? Maliza. Wala kwa dhahabu na lulu. Endelea. Wala kwa nguo za zamani, bali kwa matendo mema kama ipasavyo wacha Mungu. Kwa hivyo mwanamke wanaukiri uchaji Mungu. Mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Yani mwanamke anatii na ajifunze katika mambo ya utulivu. Endelea. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Unasikia? Wala kumtawala mwanaume. Unasikia? Mwanamke hata haruhusiwi kufundisha wala kumtawala mwanaume. Lakini kwani mnahubiri? Unaona sasa mmepinga Biblia. Haleluya. Siko. Si nyinyi ndio mnahubiri kule. Bwana asifiwe sana. Si ndio hiyo? 14:34 kwa Korintho wa kwanza. 14:34 mambo ni ya Wakorintho wa kwanza inasema. Inasemaje? Wakorintho ni wa kwanza 14:34 inasema. Na kusomea yako usiseme ati ni Qurani, hii si Qurani. Wakorintho. Haiko kwa Qurani, kwa Biblia. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Endelea. Maana hawana ruhusa kunena, bali watii kama vile inenavyo Torati nayo. Unasikia? Kwa hivyo nyinyi mnaongea na kitabu imefanyaje? Imekataa. Kwa hivyo kuanzia leo hutakuwa ukiongea kama ulikuwa unaongea kwa kanisa. Kitabu inasema
Sasa mkikataa ndio naona kwetu katika sisi Waislamu hakuna mwanamke anaitwa Imamu Amina ama Imamu Fatuma. Ati ndio anasalisha watu pale mbele. Ati anaenda nakaa mbele ya wanaume, ati yeye ndio imamu anasalisha sisi. Kwa mwanaume lazima ikuwa mbele. Hata ukienda msikitini imegawanyishwa mara mbili. Kuna pande ya wanawake na kuna pande ya wanaume. Unaona? Wanawake wanakuwa nyuma na wanaume wanakuwa mbele kwa sababu wanaume ndio viongozi. Tumalize haya. Unaona sasa? Nao wakitaka kujifunza neno lolote. Wakitaka kujifunza neno lolote na waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao. Unasikia? Ukitaka kitu yoyote unataka kujua, urudi home kaulize bwana yako. Lakini nyinyi mnafanyaga opposite, especially nyinyi wanawake, mnaenda kuuliza mchungaji. Ama zinasema urongo. Yaani wewe unakuta kile kitu mchungaji anakuambia wewe ndio unafuatilia sana kuliko bwana yako yule yako nyumbani. Unaona sasa? Tumalizie ya pili ndio. Unaona sasa? Nafikiri hiyo hapo tumemaliza. Leo umeelewa mpaka hapo kwa nini tunavaa nguo wale wanawake wanavaa nguo ndefu na nini? Swali la pili. Ile swali la pili. Imetosha. Hii swali imetosha. Sema ashhadu tunaenda msikitini. Unakuwa Muislamu. Yesu Muislamu hadi Muislamu. Swali imeisha hiyo. Hatukuulize wewe swali. Wewe ndio unatuuliza swali. Kwa majina mimi naitwa Hassan. Naitwa Hassan Kariuki. Naona naitwa nani? Mimi nikiingia katika dini ya Kiislamu. Wewe unaitwa nani kwanza? Jina kwanza. Jina ya kwanza yako unaitwaje? Jina langu naitwa Thomas. Asante sana. Wewe ni Mkristo ama ni Muislamu? Mimi ni Mkristo. Asante sana. Haya, swali lete sasa. Mimi swali yangu ya kwanza ni hivi. Mbona Waislamu wengi wanapenda sana kuitwa Hassan, Hussein, Muhammadi? Asante sana. Asante sana. Swali la mzee ni nzuri sana. Kwa nini watu wanaitwa Waislamu wanaitwa majina Hassani, wanapenda kuitwa jina Muhammadi na nini? Majina ya Kiislamu mengi yao iko na maana yake. Kwa mfano mimi naitwa Hassan. Simasikia nimesema naitwa Hassan. Hassan katika Uislamu ni kitu kizuri. Yaani mtu mzuri. Anaitwa Hassan. Ukiitwa Muhammad unaitwa jina la nabii. Kuna watu wanaitwa Yahya. Yahya ni yule mnaitaka Yohana Mbatizaji. Jina lake original anaitwa Yahya. Kwa hiyo Isa ni Yesu. Kwa hiyo ukisikia watu wanapenda kuitwa majina ambayo iko karibu na Mwenyezi Mungu ya manabii, ya watu wema waliopita, ndio majina tunaitwa sisi Waislamu namna hiyo. Lakini ile majina yako ile ya nyumbani na remain tu. Hii ya Uislamu ni ya kujuana tu. Lakini la nyumbani ni ya kujua, ile ya nyumbani inabaki pale pale. Nikiangalia katika Biblia, jina kama Petro inamaanisha mwamba. Jina Petro katika umesema kweli. Jina Petro katika Biblia ni jiwe. Yaani ukisikia mtu anaitwa Petro, huyo ni mawe. Ni mawe. Sasa swali yangu kulingana na ile jiwe na vile umesema umesema jina lako ni Hassan. Yaani mtakatifu. Yaani mtu mwema. Sasa jiwe na mtu mwema tofauti iko wapi? Tofauti kwa sababu jiwe hasikii. Jua isikiagi kitu. Ukiweka hapa atanyeshewa, jua itapiga na hasikii maneno, na mtu mwema ni mtu ako karibu na Mwenyezi Mungu. Ni vitu hivi tofauti. Sasa tuseme Petro hakuwa anasikia yale mafundisho ambayo Kristo alikuwa anafundisha. Hakuwa anasikia kwa sababu kulikuwa na shida. Wacha tusikie kwanza. Kwanza 1:42 kitabu cha Yohana. 1:42 mambo ni ya Yohana 1:42. Tunaongea mambo ya Petero. 1:42. Hakuwa anasikia maneno ya Yesu kabisa. Hakuwa anasikia. Ndio tukasema juu haisikii. 1:42 inasema. Akampeleka kwa Yesu. Naye Yesu akasemaje? Akamtazama. Akasema, wewe usimioni? Wewe usimioni? Mwana wa Yohana. Mwana Yohana. Nawe utaitwa Kefa. Nawe utaitwa Kefa. Tafsiri yake Petero. Petero. Au jiwe. Kumbe Yesu alisema Paulo ni nini? Petro ni jiwe. Ni jiwe. Hii jiwe inasikia ama isikii? 16:23 kitabu cha Mathayo. 16:13 mambo ni ya Mathayo inasema. Inasemaje?
Mathayo 16:23. Tuone hiyo jiwe kama ni kitu kizuri au ni kitu kibaya. 23 inasema. Inasemaje? Akageuka akasema, Petro. Huo ni Yesu anaongea na Petro, Petro, nenda nyuma yangu. Nini? Shetani. Kumbe Yesu alimuita Petro nani? Tuseme hiyo jina Petro tena imegeuka imekuwa shetani. Ni Yesu amemuita. Anasema. Angalia sasa. Maliza kwanza. Acha tuanze tumalize. Maliza kabisa. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu. Nani? Shetani. Ukikwazo kwangu. Kwanza wewe unanisumbua sana. Maana huyawazi nini yaliyo ya Mungu ila bali ya wanadamu. Kumbe anawaza mambo ya kinini? Petro anawaza ya ulimwengu huu. Ndio kaitwa na Yesu nani? Shetani. Sasa unatakana uwe na jina mbili. Hata Biblia inasema uwe na majina mbili. 62 nafikiri 2 nafikiri. 62. Isaia. Sikia, unatakana uwe na majina mazuri. Sasa mwingine anaitwa Dickson. Dickson ukiangalia kwa kichana ni jina mbaya. Si jina mzuri. Majina mengine watu wanapewa ni jina la kimaajabu ajabu. Ni jina la kizungu huko. 62. Inasemaje? Inasema hivi. Na mataifa yote wataiona haki yako. Na wafalme wote watauona utukufu wako. Nawe utaitwa jina jipya. Unaitwa jina jipya, jina mzuri. Nzuri. Unaona maneno hayo? Sasa ile Petro atabadilika. Atapewa jina mpya. Apewe jina lingine mzuri. Ulimwengu itaona uzuri wake. Uzuri wake. Okay, swali yangu ya pili ni. Swali lako la pili. Na wakati ya kupatia jina mpya imeisha, hakuna. Kwa sababu ameshaenda. Yake imefungwa. Alienda kitambo huyo. Hayuko duniani. Tuendelee swali la pili. Swali yangu ya pili ni. Niingie katika kijitabu ya Mwanzo kwa Biblia. Katika uumbaji wa Adamu, ulimwengu huu, Mungu alipomuweka Adamu katika dunia hii, na akawaambia hii mti ulio ndani ya Edeni katikati ya shamba usikaguze. Usikule hiyo miti iko katikati ya shamba, Na akamwambia ukiguza hakika ninakuambia utafanya nini? Utakufa. Naye mwingine alipotokea kule nyuma akakuja akawaambia nyinyi aliyekuwa hapa aliwaambia nini? Hii mti msiguze. Kwa sababu gani? Tutakufa. Naye pia akatumia lile neno. Hakika mimi nawaambia mkiliguza hamutakufa, mtakuwa kama yeye. Swali ni je, mbona Mungu akatumia hili neno hakika na yule mpinzani wake tena akakuja akatumia hii neno hakika? Kwa sababu gani? Mpango wa Mungu, Mungu anakuwa na mpango yake. Shetani kazi yake ni ya nini? Ya kudanganya watu, si ndio? Shetani mpaka sasa anadanganyi. Kwa sababu Mungu ana sheria zake ametupatia sisi wanadamu tufuate, sio? Usiibe, usiue, usifanye nini na mambo mengi, sio? Lakini bado shetani anasumbua watu, asumbui. Swali yangu ni hii. Simple. Mbona shetani akatumia hakika na Mungu akatumia hakika? No, kutumia hakika kwa sababu ule ya Mungu ni ya kweli, lakini ya shetani ni ya urongo. Adamu hajakuwa kama Mungu. Sasa Adamu hawezi kuwa kama Mungu. Alikufa Adamu, alikufa hakukufa. Sasa nitakuwa na makosa nikisema kwamba wamcha Mungu wanaongea mambo ya ukweli, si ndio? Na tena wasio mcha Mungu wanatumia mambo ya ukweli kwa kuharibu wenzao, si ndio? Shetani hajatumia ukweli. Shetani hajaitumia ukweli hata siku moja. Kwa nini nilisema? Shetani alikuja na neno hakika. Mungu akakuja na neno hakika. Hautakufa, na yule akasema utakufa. Hapo ndio bado sijaelewa hiyo. Lakini ya Mungu ndio imetimia, Adamu akakufa. Ya Mungu silitimia. Lakini ya murongo imetimia. Lakini tukiangalia katika ulimwengu, sisi wote ni wana wa Adamu. Sisi wote wana wa Adamu,
isipokuwa ni rehema zake Mwenyezi Mungu ziko kwetu, ndio bado tunakuwa uzao wa ule Adamu kupitia kwa Abrahamu. Sisi ni wazao wa Adam. Sisi wote tumetokana na Adam, sisi wazao wa Ibrahimu. Ibrahimu ako na uzao wake ambaye ni kando na sisi. Ibrahimu amezaa watoto Ismaili na Isaka. Hapo ndio uzao wake umeteremka hapo. Wewe tulitoka kwa Adamu. Na sisi wote tumetoka kwa Adamu. Hata Ibrahimu ametoka kwa Adamu. Ndio nimesema sababu sisi ni uzao wa Adamu kupitia kwa Abrahamu. Hakuna kitu kama hiyo. Abrahamu ndiye baba wetu. Na Mungu ndiye si baba yenu Ibrahimu. Ibrahimu ni baba wa Ismaili na Isaka. Si baba yako, baba yako ni yule alikuzaa. Baba yako ni wako mzazi, yule alikuzaa ndio baba yako. Na Adamu, wale watu wako na haki ya kusema Ibrahimu ni baba yao ni Mayahudi na wale Waarabu, kwa sababu hawa ndio walizaliwa watoto wawili. Ismaili ametoka huko ako pande ya Waarabu na huyu mwingine ako pande ya Mayahudi. Hao wakisema ni babu yao wako sawa kabisa, lakini wewe si babu yako. Wewe uko na babu yako na mimi niko na babu yangu. Ila ule anaitwa baba wa imani. Ukisema Ibrahimu ni baba wa imani, hapo unasema kweli, kwa sababu Ibrahimu alikuwa rafiki ya Mungu na Ibrahimu alifanya kazi kubwa sana. Unaona sasa? Huyu Abrahamu alikuwa uzao wa Adamu, si ndio? Ni mzao wa Adamu. Hata sisi zote tuko hapa ni uzao wa Adamu. Ibrahimu peke yake alikuwa uzao. Sasa huyo Ibrahimu, hebu kwanza nikuulize kitu kidogo. Usijifiche hapo. Wewe sio Isaka, wewe sio Ismaili. Umeelewa? Ngoja kwanza nikuulize kitu moja. Huyo Ibrahimu unamjua vizuri? Huyo Abrahamu ninamsikia. Unamsikia? Vile ninamsikia Muhammad na Yesu. Okay. Huyo Ibrahimu alikuwa wa dini gani? Huyo Abrahamu alikuwa dini gani? Sijasikia dini ya Abrahamu. Asante. Leo unaona sasa, leo sikia leo dini ya Ibrahimu. Leo ndio tusikia. Ngapi Ibrahimu? 22:78 Qurani. Sikia sasa dini ya Ibrahimu ilikuwa ni dini gani? 22:78 Qurani inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Walia hapo baba. Na ipiganie dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umma ulio bora, wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii tuko sisi unatuona ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Unasikia? Hii dini tuko ya Uislamu ni mila ya nani? Baba yetu Ibrahimu. Baba yetu Ibrahimu, endelea. Ni baba wa imani ujue. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Unasikia? Katika hii Qur'ani pia mumeitwa jina hilo ya Uislamu. Unasikia? Tunaambia Ibrahimu alikuwa dini gani? Hiyo ni Qur'ani inasema. Kauliza swali, ngoja mzee amalize tu, utakuja tu, hakuna shida. Usiwe na mtoto sana, acha amalize. Na Ibrahimu ndio alijenga ile msikiti ya Maka tunaendaga. Qurani 2:125. Ile msikiti tunaenda Maka walijenga na mtoto wake Ismaili ile msikiti. Na yeye ndio alianzisha hiyo ibada inafanyika Maka yote unaona watu wakifanya. Ibrahimu ndio alianzisha pale Maka. Pale aliacha mtoto wake Ismaili na mama yake Hajiri pale katika jangwa. Mwenyezi Mungu amelete baraka yake. Ndio nchi inaongoza duniani katika oil katika dunia. Baraka zikaekwa pale na Mwenyezi Mungu. Endelea. 24 itakuwa bora zaidi. Nani kidogo mjomba. Si utulie tu. Wewe ni mtu mzuri, ni kijana mzuri. Tulia tu, nimalizane na mzee, alafu utakuja tu tutaendelea. Sio na wasiwasi. Haya, tuendelee. Tuanze 24 moja kwa moja itakuwa bora zaidi. Nakumbukeni habari hii. Mola wake alipomfanyia mtihani Nabii Ibrahimu. 25 24 nimeanzia. 25. Moja kwa moja. 25. Nakumbukeni habari hii pia. Ndio. Tulipofanya nyumba ya Al-Kaaba iwe mahali pa kuendewa na watu na mahali pa salama na mahali alipokuwa akisimama Nabii Ibrahimu. Unasikia? Ile nyumba ya Kaaba pale Maka ndio pahali Ibrahimu alikuwa anasimama. Endelea.
Endelea. Pafanyeni pawe pakusaliwa, pakusalia. Na tulimuhusia Ibrahimu na Ismaili tukawaambia itakaseni, isafisheni nyumba yangu kwa ajili ya wale wanaozunguka, kwa ajili ya wanaorukuu na kusujudu hapo pia. Endelea. Nakumbukeni habari hii na Ibrahimu, nayo aliposema Ibrahim, ewe Mola wangu, ufanye mji huu wa Maka uwe salama na uwape wakazi wake matunda wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu. Endelea. Na siku ya mwisho Mwenyezi Mungu akasema, na mwenye kukufuru pia nitamstarehesha kidogo, kisha nitamsukumiza katika adhabu ya moto, na hapo ni mahali pabaya kabisa. Soma 27 inasema, nakumbukeni habari hii pia Ibrahimu alipoinua nini? Alipoinua kuta za nyumba hii ya Al-Kaaba. Unasikia? Nyumba ya Al-Kaaba imejengwa na Nabii Ibrahimu. Ikikuja hapo kwa Abrahamu, Ismail alikuwa mtoto wa Ibrahimu. Isaac akawa mtoto wa Ibrahimu. Wote walikuwa watoto wa Ibrahimu. Wote wawili walikuwa watoto wa Ibrahimu. Mbona Abrahimu akamfajiri Ismaili na Isaac akamwacha? Kumfadhili aje? Kumpatia sijaelewa. Kumrehemu. Kurehemu nani? Rehemu ni Mungu. Binadamu hawezi rehemu. Kiswahili ndio inanishinda. Wewe fafanua, hebu weka vile unataka swali lako likuje. Sasa kuwekea. Yaani kumbariki Ismaili vile Qur'ani inasema, kwa vile alipomwambia jenga hapa nyumba ya Mungu ambapo tutakuwa tukisali, naye Isaka naye aliambiwa nini? Kila ambayo Isaka pia naye alipewa unabii. Akabaki pale Yerusalemu, akajenga ile msikiti. Unaona ile msikiti ya Yerusalemu? Ile msikiti iko Yerusalemu. Hata saa hii iko mpaka saa hii. Imebomolewa mara kadhaa na wafalme wale walikuja na pigana kule wanamwaga ile msikiti, lakini mpaka saa hii iko. Bado iko. Iko inaitwa Masjid Aqsa. Na hiyo msikiti ndio Yesu alikuwa anaenda pale Yerusalemu. Daudi alikuwa anaenda ile msikiti. Suleimani alikuwa anaenda ile msikiti. Wakati ya Yesu hakuna kanisa yoyote, wakati ya Daudi hakuna kanisa yoyote, wakati ya Ibrahimu hakuna, ni msikiti ulikuwa. Unaona katika mtandao, ukiangalia wale Mayahudi wanaomba pahali wanaita Wailing Wall. Wanafanya kichwa namna hii. Unaonaga kwa mtandao wakifanya hivi. Hiyo ni ukuta wa msikiti. Msikiti wa Masjid Aqsa. Sasa sisi wote tuko katika njia ya Abrahamu. Kama unataka kuwa njia ya Abrahamu, njia ni moja tu. Kwenda msikitini. Hata Biblia inasema uende msikitini. 14 kitabu cha Luka. Mambo ni ya Luka. Biblia yenyewe inasema uende msikitini. Leo utashangaa leo mzee wangu. Najua ni mzee ni sisi wazee. Nataka sasa upate mambo ya kizee. Mambo ni ya Luka 4:14 inasema. Inasemaje? Ama 4:16 mambo ni ya Luka. Wacha tuende kwa direct ule ambaye unamwamini sana hapa saa hii. 4:16 ni mambo ya Luka inasema. Inasemaje? Luka. Kwani nimeenda wapi? 4:14. 4:14 mambo ni ya Luka inasema. Inasemaje? Kidogo tu baba, nilikuwa nimeruka kiasi. Haya ndio hii baba. Inasema hivi. 4:16. Akaenda Nazareti. Rudi 14 ndio nani tunaongea naye. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Unamjua Yesu? Unamjua? Nimekuambia Yesu ninamsikia. Lakini si kumuona, lakini unamjua. Namjua kwa kusikia. Hata sote tumesikia. Okay, haya endelea. Na tunasikia hata hapa anaitwa Yesu. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akafanyaje? Akaenda Galilaya. Ndio. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Ndio. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. 16. Akaenda Nazareti. Hapo alipolilewa. Na nini? Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kwa hivyo desturi ya Yesu kwa mujibu wa Biblia tunaambiwa kila siku ya Sabato alikuwa anaenda nyumba gani?
Sinagogi. Sinagogi ni lugha ambaye tiyo yetu, si ndio? Biblia ni ya Wakristo ama ni ya Waislamu? Biblia ni ya Mkristo. Wakristo ndio wanasoma sana, lakini ni ya watu wote, si ndio? Ni kitabu cha watu wote. Vitabu zote ni za watu wote. Si ndio? Lakini nyinyi ndio mnasoma sana, si ndio? Sasa Biblia sisi hatujaandika, ninyi ndio mmeandika. Neno ukiona neno ni ngumu ambaye halieleweki, waandishi wa Biblia wameweka dictionary nyuma ya Biblia uangalie hilo neno matafsiri yake. Unajua kusoma? Kusoma naweza kusoma lakini sio na macho hivi. Sio na macho. Wacha usomee. Usijali. Unasemaje? Sinagogi. Nini? Sinagogi. Nini? Msikiti wa Wayahudi. Kumbe Wayahudi walijenga nyumba inaitwaje? Sinagogi. Yesu alipokuja kaenda wapi? Sinagogi. Ambaye ni nini? Msikiti. Na wale wanaenda msikitini ni watu wa dini gani? Waislamu. Kumbe Yesu alikuwa dini gani? Yesu alikuwa Mkristo lakini alikuwa anatembelea Waislamu. Sasa hiyo lakini. Yesu alikuwa Mkristo lakini alikuwa anatembelea Waislamu. Alikuwa anatembea tu anaenda kuwasalimia. Wewe kutoka wewe unasoma Biblia? Sasa nikuulize. Anasema unasoma Biblia? Nasomaga kidogo sio sana. Kidogo hujasizio sana. Lakini nikuulize. Ukiwa na ndugu yako, ukienda kumtembelea ni makosa? Huu si kutembea. Huu alikuwa anafanya ibada. Hii si kutembea, ni kutembea kwa mtu upikiwe chai, upikiwe chakula ama githeri ama ugali upewe. Lakini huyu alikuwa anaenda ibada. Huu sasa ni ibada. Tunaongea mambo ya ibada, si mambo ya kutembelea mtu. Hapa si hajaandikwa kutembea. Alikuwa anaenda kufanya ibada. Utauliza hiyo swali hapa. Sio huko. Swali yako imeisha mzee? Swali yako imeisha? Okay, Mungu ni wangapi? Ngoja kidogo, Mungu ni wangapi? Mungu ni mmoja tu. Peke yake. Hana msaidizi. Angelikuwa na msaidizi, angelituambia kupitia wanabii. Kwa kabisa, wewe mzee uko sawa. Haya, ukuja wewe. Tupatie haki yake. Asante sana, karibu sana. Kwa majina mimi naitwa Hassan Kariuki. Sijui wewe unaitwaje kaka? Mimi naitwa kaka. Kaka nani? Isaac. Karibu sana Isaac. Swali gani ambaye pengine nakusumbua ukasema hao Waislamu siku ile nitawapata pahali lazima niwaulize swali. Naulize swali yote na usiogope kutuuliza. Hata nikiwauliza haya hapana, uliza hata ile kama tuko na makosa pia utuambie. Nyinyi Waislamu mbona mnafanya hivi na hivi na hivi? Uliza. Uko free sasa kuuliza swali yote. Nafasi yako baba. Nafasi ni yako. Nyinyi mnasema nyinyi mnaongelea about Abraham ama Ibrahim. Unajua kwa Qur'an nyinyi mko na Ibrahim. Ndio maana mnamfuata. Sisi kwa Bible we have Abraham. That's why I say he's the father of faith. Hata nyinyi mnaongelea Ibrahim. Sasa shida yako ni nini? Shida yako ni nini kwa jina? Nyinyi mnasema Ibrahim ni Muislamu. Ni Muislamu. Na sisi tunajua Abraham ni Kristo. Wapi katika mimi nimetoa. Mpatie Biblia. Abraham. Mpatie, chukua Biblia, shika Biblia. Usikatae kuchukua. Tutolee tu Ibrahim alikuwa Mkristo. Mimi sitahubiri hapa tena. Ukinitolea Ibrahim alikuwa Mkristo. Ibrahim ni Muislamu. Na wewe unasema Abraham. Toa Abraham ni Mkristo kwa Biblia. Mimi sina hizo wazi. Una hiyo habari. Sasa unaona? Sasa mfunze kama una habari. Mfunze. Alafu nyinyi mnasema mko na Ishmael na sisi tuko na Isaac. Hatujasema hivyo. Tumesema hivi, Ibrahimu alikuwa na watoto wawili, alikuwa na Ishmael na Isaka. Hao ni watoto wake. Sawa. Na Abraham alipata Ishmael through outsiders, ndio? Ati unasema nini? Nataka kusikiza vizuri. Hata Ibrahimu alifanyaje? Alipata Ishmael before he was circumcised. Ndio maana Mungu akasema you are not this child ulimpata kama hujakuwa circumcised, he has to go. Ndio akatoa mtoto na mama. Nauliza hivi, Ishmaeli ni mtoto wa halali wa Ibrahimu ama si wa halali? Ni wa halali. Ni wa halali. Basi kama ni wa halali basi hapa hakuna issue. There's no issue. Haina issue. Unless mtu awe na issue. But before God, kijana alizaliwa kama Abraham hajakuwa circumcised. That's why hiyo ilikuwa ni mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu. Hapo ndio Uislamu ulianzia. Akasema hiyo mtoto ni mbaya, hakusema Mungu. Akabariki hiyo mtoto. Alimbariki ndio, akamrelease. Ndio sema bariki. Nyinyi mnafuata mtu mwenye alitolewa kwa nyumba kaenda. Hatufuati mtu sisi. Tunafuata neno la Mungu. Sina swali. Sorry. Mwache. Sawa, karibu. Kuna huyu alikuwa mbele yako baba. Sio na sasa. Uji iko mingi tu. Nilikuwa ndio chache.
Sijali. Haya, ngoja kwanza, ukienda kwa mtu mnasalimiana, mnajuana. Unajua tukutana huko barabarani ama pahali tukunywe chai pamoja. Utasalimiana. Ni maneno ya Mungu, inataka taratibu na pole pole. Haya, mimi kwa majina naitwa Hassan Karioki. Na wewe unaitwaje? Pia mimi naitwa Job Getao. Na mimi ni Mkristo, ni Muislamu. Mimi ni mfuasi wa Yesu Kristo. Wewe ni mfuasi wa Yesu Kristo. Swali gani ungetaka kuuliza Waislamu jioni ya leo? Swali ningetaka kuuliza aje? Mimi naamini Biblia na hii Biblia naona imeandikwa na mtu mmoja. Imeandikwa na manabii kadhaa na walikuwa wanatabiri. Kuna nabii alikuwa mwanzoni anatabiri mambo ya nabii mwingine atakaye kuja. Naam. Na hiyo nabii unaona yenyewe imetimia. Lakini Qur'ani ningetaka kujua aje Qur'ani imeandikwa na watu wangapi? Ama Qur'ani tu ama Qur'ani iliandikwa na nani? Asante sana. Swali yake ni sawa. Anauliza Qur'ani imeandikwa na nani? Sisi hatuendi mbali. Qur'ani yenyewe itajitetea tu. Acha Qur'ani jisemee. Tuseme sisi Qur'ani 80:11. Inasema hivi, andika hiyo aya huko nayo. 80:11 andika. Inasema hivi, si hivyo? Hakika Qur'ani hii ni nasaha, mawaidha, basi kila apendaye atawaidhika, asiyetaka basi mwachilie mbali. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika, waandishi wa Mwenyezi Mungu, watukufu, wacha Mungu. Sikia waandishi ni nani? Malaika wa Mwenyezi Mungu. Malaika. Sio Muhammad. Muhammad hakuandika. Muhammad aliletewa na nani? Muhammad. Qur'ani 26:192. Baba. 26. Ukiuliza swali iko answer yake. 192. Inasemaje? Angalia hapa sasa. Hii ujue ni shahidi ya pili Na bila shaka hii Qur'ani ni uteremsho wa Mola wa ulimwengu wote. Imeteremka kutoka kwa Mungu. Ameteremsha haya muisha sheria muaminifu Jibrili yani Gabrieli juu ya moyo wako ili uwe miongoni mwa waonyaji. Unaona sasa, imeteremka na malaika Jibril kwa moyo wa Muhammad. Katika moyo, ngoja kidogo, sisi taratibu. Kwa moyo wa nani? Wa Muhammad. Kwa hivyo Qur'ani sisi iko kwa moyo. Ngoja kidogo. Ngoja nikumalizie kidogo tu nikumalizie. Qur'ani sisi iko kwa moyo. Hata hizi Qur'ani yote mkachukua ichomwe ama itupwe wapi baharini, tutaandika ingine kwa sababu mimi wengine niko na sura 20, mwingine hapo chapter 20, kuna wengine wamehifadhi hii Qur'ani yote. Anaweza kaa hapa chini kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hata watoto wadogo. Sasa hebu nikuulize kidogo. Kwa hivyo ni kumaanisha Muhammad aliteremshi wa ujuzi na malaika ndio akaandika Qur'ani. Hakuandika Muhammad. Si Sikiza, Muhammad hakuandika. Hii Qur'ani manabii wanateremshiwa vitabu, hata Torati, Zaburi na Injili ilikuwa inateremshwa hivyo. Wakati Musa analetewa, Mungu anamuweka kwa nabii katika kifua cha nani? Cha nabii. Nabii ndio anaambia wafuasi wake, andikeni. Wafuasi wake andikeni, Mungu amesema hivi na hivi. Wafuasi wake hao nabii, tena hao nabii anairudia, anaangalia kama iko sawa. Unaona sasa? Hiyo that is the way revelation ilikuwa inakuja zamani. Ndio namaanisha aje Muhammad aliteremshiwa ujuzi na malaika akaandika Qur'ani. Ujumbe. Aliteremshiwa na malaika akaandika Qur'ani. Kuna mtu mwingine tu yoyote alithibitisha hii Qur'ani juu Mwenyezi Mungu amethibitisha. Hata mimi naweza sema, mimi naweza kuja niseme aje, hata mimi nimeteremshiwa ujuzi na Mungu, aliandika kitabu yangu ifuatwe na watu. Kuna mtu mwingine mmoja hata wawili at least walithibitisha. Watu anayethibitisha ni Mungu, si binadamu. Mungu mwenyewe ndio anathibitisha. Mungu mwenyewe ndio anathibitisha, sio sawa. Tunakuonyesha sasa hivi Mungu hiki. Unajua Kiswahili hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Ni uongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu, ambayo huyaamini yasiyoonekana, madamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake.
Unasikia? Sisi tunaamini ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu, madamu Mwenyezi Mungu amesema na nabii amesema, we don't need another evidence. Ya wanadamu ni ya urongo, ni urongo mwingi. Ushahidi wa binadamu ni wa urongo. Sasa nimemaliza hiyo. Na mimi nakuuliza, hii kitabu iliandikwa mwaka gani na iliandikwa nchi gani na waandishi walikuwa kina nani? Hebu shike tu. Hebu na wewe tueleze kidogo. Kitabu hata isipokuwa mimi sita nikiangalia iliandikwa mwaka gani, kulingana na vile mimi naiamini. Kulingana na vile naiamini. Sitataka kujua iliandikwa na Kwa nini usitake? Sitataka kujua iliandikwa mwaka gani, lakini kuna kitu ambacho nitaiamini. Juu hii kitabu haijaandikwa na mtu mmoja. Hii kitabu imeandikwa na watu wengi. Na hii kitabu ni kama tu hivyo Muhammad aliteremshiwa ujuzi akaandika Qur'an. Ndio tu hata wale walikuwa wanateremshiwa ujuzi nao wanaandika vitabu. Hizo vitabu sikisikanishwa zinaitwa Biblia. Unaona? Inaitwa hizo vitabu sikisikanishwa zote. Ngoja kidogo. Nauliza swali dogo. Biblia ni jina la Kiyahudi ama ni jina la lugha gani? Biblia. Biblia ni jina ya hiyo neno la Biblia. Neno Biblia ni lugha gani? Qur'ani ni lugha ya Kiarabu. Kigiriki ama ni? Ni Kigiriki. Kuna lugha fulani. Mbona ongea na wasiwasi? Useme tu ni Kigiriki. Kuna mtume alikuwa Mgiriki. Kuna vile yani mkusanyiko wa vitabu. Mkusanyiko wa vitabu. Kuna jina ambayo inafaa itumike hapo. Mkusanyiko wa vitabu. Mungu alisanya vitabu ama alileta vitabu? Mungu alileta kila vitabu. Ngoja kidogo tuanze taratibu ndio tuelewane. Torati ilipewa na nabii gani? Injili ilipewa nani? Injili sasa hapo ndio imekuja ni ya Yesu. Ni ya Yesu Kristo. Haya, Zaburi ni ngoja kidogo taratibu. Zaburi ilikuwa ya nani? Saburi ni Daudi. Ya Daudi. Biblia ilipewa nani? Biblia ni hiyo mkusanyiko ulisanywa. Nani alisanya? Nani authority ya nani? Si authority ya Mungu. Mungu wapi nionyeshe pahali Mungu alitoa authority. Sasa hata yeye anaweza kuuliza maswali kwa Qur'ani. Nani huyo kwa sababu Injili ngoja kidogo. Kwa mfano, nataka kuva mfano ulio hai. Injili ni ngapi? Kwa mujibu wa Biblia Injili ni ngapi? Kama hujui sema sijui. Hapo sijui. Nani anajua Injili ni ngapi? Nani anajua Injili ni ngapi katika Biblia? Tufundishe Injili ni moja. Alipewa Yesu. Injili ni moja. Injili si moja. Injili kama alivyoandika Mathayo, hiyo ni moja. Injili kama alivyoandika Luka, hiyo ni ya pili. Injili kama alivyoandika Marko, hiyo ni ya tatu. Injili kama alivyoandika nani? Wagalatia 2. Sikia ingine Injili. Hizo kwanza ni 4. Sikiza ingine sasa. Tulia baba. Utakuja hapa utaniambia. Mambo ni ya Wagalatia 2:7 andika. Nimepewa kazi bana. Hata niende huko. Wagalatia 2:7. Haya, mambo ya Wagalatia 2:7 inasema. Hapo leo swali inachacha. Mambo ya Wagalatia 2:7 inasema hivi. Inasemaje? 2:7. Bali kinyume cha hayo. Paulo anasema bali kinyume cha hayo. Walipoona ya kuwa nimekabidhiwa Injili ya wasiotahiriwa. Kwanza Paulo ako na Injili yake amekabidhiwa ya watu ambao hawajatahiriwa. Endelea. Kama vile Petro ya waliotahiriwa. Hiyo Injili ni ngapi sasa? Hizo ni ngapi? Na ile nyingine ni ngapi? 4, sio? Sikiza ingine 14:6 Ufunuo wa Yohana. 14:6. Ni Ufunuo wa Yohana inasema. Inasemaje? 14 aya ya 6 inasema. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Ana nini? Mwenye Injili ya milele. Sasa ya Yesu iko wapi? Ya Yesu iko wapi? Injili ya milele iko wapi? Ninataka Injili ya Yesu iko wapi? Yesu alitumia hao wafuasi wake kuandika Injili.
Juu Yesu Kwa sababu injili, ngoja kidogo. Yesu aliwateremshia roho akawawezesha. Ngoja kidogo. Hiyo maneno nasema, hebu unatoa hapo. Unatupa evidence, tunaenda pole pole. Kama vile unaniuliza kwa Qur'ani, mimi nakupa evidence. Ukiniuliza kwa Qur'ani, mimi nakupa evidence. Unajua tunaweza ongea sana na pengine hawa watu wanataka kwenda kufanya research nyumbani. Wacha kila mtu afanye research, aende afanye. Kama huna sema huna, tuendelee chukue swali lingine. Sasa ungeniambia aje? Mimi unajua nilikuwa nataka unielemishe, nifuate Biblia ama nifuate Qur'an. Nilikuwa tu nataka tu nijue. Unajua wewe unataka kuniambia, unajua wewe ni Muislamu. Na Muislamu anafuata Biblia. Wewe unafuata okay, mimi nafuata Qur'ani. Sasa in short, okay sawa. In short. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Sawa nitakuja. Ngoja kidogo. Nauliza hivi. Muislamu mpaka nauliza hivi. Hii Biblia. Ngoja kidogo. Nasema hivi. Nauliza hivi. Wewe hii Biblia unaifuata? Wewe as a person, wacha na watu wengine. Wewe as a person unaifuata 100%. Hii Biblia najaribu sana niifuate. Unajaribu? Sio kujaribu. Unajaribu. Unafuata hii Biblia maneno yake? Sijaijua mzuri lakini natamani nijue vizuri. Umeulizwa swali yangu ni ndogo tu. Unafuata Biblia ndio niifuate vizuri, lazima niijue yote. Hivi unafuata ufati? Ufuata hii unafuata. Ukiniuliza mimi karaoke unafuata Qur'ani, mimi nakwambia nafuata 100% naifuata. Nafuata juu mimi ni Mkristo. Unafuata. Je, ikisema kitu utakubali ama utakataa? Mimi nakubali. Asante. Na ukikataa itakuwaje? Watu watakucheka ukikataa, unakataa kitabu chako. Mimi nikataa. Haya. Ngoja kabla kidogo. Lakini ngoja. Ujue Biblia kuna vyenye hauwezi soma fasi moja usimame na hiyo fasi. Lazima utoe dhibitisho ingine kwa fasi ingine. Nieleweshe. Kama utaweza. Ngoja kidogo. Unaambiwa neno la Mungu limehakikishwa. Hakuna kuongeza wala kupunguza. Na kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa nini? Ni Biblia inasema kila andiko, haitasema maandiko, kila andiko hata ikiwa moja inafaa kufundisha watu. Sasa ndio nikauliza hivi, waacha kwanza Yesu atuweke sawa. Ndio kile kitu ninakuuliza tusirudi nyuma, si ndio? 7:24 kwanza kitabu cha Mathayo. Mambo ni ya Mathayo 7:24 inasema. Inasemaje? Wewe kijana. Sijikarange mapema shauri yako. Mimi siko na wewe. 7:24 Mathayo inasema. Inasemaje? Usijali baba, imetolewa na huyu. Yako utakuja naye. Sasa wakati utakuja kwa swali yako utakuja wewe. Wewe utakuja utoe yako. Sawa. Sasa hiyo hatufuati yako, tunafuata ya mwalimu. 7:24 inasema mambo ni ya Mathayo. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu, ndio angalia. Sisomi mambo yangu ndio hii. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya ndio atafananishwa na mtu mwenye akili. Ukifuata maneno ya Yesu na kufuata vile anasema, utakuwa ni mtu mwenye brain, mwenye akili. Endelea. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu. Kwa hivyo mambo ni mangapi? Ukisikiza maneno ya Yesu na kuwafuata unakuwa mtu mwenye nini? Akili. Ukikataa unakuwa nani? Ufunuo wa Yohana ni maneno ya Yesu, si ni kweli? Maneno ya Yesu. Aliyekuwa anafunulia Yohana katika viviwa vya Patmo mwaka 47 AD. Kitabu cha mwisho. Sasa Yesu anasemaje katika ufunuo wa Yohana 15:4 kitabu cha ufunuo wa Yohana? Yesu anasemaje? Mambo ni ya ufunuo. Ama hata usiende huko, enda 22:8 ufunuo. 22:8. Mambo ni ya ufunuo 22:8. Hiyo ndio iko sawa kabisa. Haya, ama niweze 22:8 ufunuo. Nami Yohana, angalia hapa. Nami Yohana ndimi niliyesikia na kuyaona mambo hayo. Ndio. Na hapo nilipoyasikia kuyaona, nalianguka ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha haya. Naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na nini? Na wa ndugu zako manabii na wa wale washikao maneno ya kitabu hiki. Wafanyaje? Umsujudie Mungu hivi.
Simama sasa. Yesu amesema mambo mawili. Ukisikia maneno yake, ukisikia maneno yake, basi unakuwa mwenye akili. Ukikataa maneno yake, unakuwa mpumbavu. Je, tangu uzaliwe wewe umeshawahi kumsujudia Mungu bila Yesu amesema? Na unatumia Biblia? Msujudia Mungu na kumwinamilia sio. Nauliza hivi, nini maana ya kusujudu kwanza? Mimi maana ya kusujudu kwangu ile mimi najua. Ile yako wewe unajua yako kwanza. Sifai niombe Mungu kama nimesimama. Mimi lazima kwanza nipige magoti ninyenyekee mbele za Mungu. Na kuuliza nini maana ya kusujudu? Simple question. Kusujudu. Kusujudu unataka kuniambia nikufanya hivi? Sio kuambiwa. Sasa si kuambiwa. Wewe tuambie kusujudu ni nini? Kusujudu mimi najua nikupiga magoti. Oh, ni kupiga magoti. Wewe na Biblia nani mkweli? Katika maneno yako na maneno ya Biblia gani kweli? Sasa wewe ungeniambia aje kusujudu ni namna gani? Haya, Nyakati wa Pili 7:3 sio kusujudu ndio hiyo. Mambo ni ya nyakati. Biblia yenyewe inaeleza vizuri sana. Sikiza kitabu. Unajua hata wewe umepiga magoti hivi lakini huwa amesujudu huyu. Ukifanya magoti hivi na sikiza hapa baba. Tuzulia. Iko sawa. 7:3 iko sawa. Nyakati wa Pili 7. Nyakati 7. Nyakati wa Pili. Angalia hapo. Hii ndio nyakati. Na ukitaka hata ya Kizungu tuko naye, iko hapa Biblia ya Kizungu ukitaka. Ukitaka ya Kikuyu pia iko. Ya Kikamba iko tuko naye. Iko sawa. Haya, sijali. Inasemaje? Mambo ni ya Nyakati 3:7 inasema wakatazama wana wa Israeli wote. Ndio. Uliposhuka ule moto. Waisraeli wakiwa wote pamoja, utukufu wa Bwana ulipokwepo juu ya nyumba. Wakafanyaje? Wakasujudu. Wakasujudu. Kifulifuli. Hata inchi sakafuni. Wakaabudu. Wakamshukuru Mungu. Kumbe kusujudu ni kwenda mpaka wapi? Kwenda mpaka chini na itasema chini. Rudia tena. Na uangalie kisomwa. Angalia kisomwa. 7:3 angalia kisomwa. Ngoja kidogo tulia mzee. Usijali baba. Tulia. Haya tulia. Ni mafunzo tu. Mafunzo. Kwa sababu wengine siku hizi kweli. Hiyo sio ibada. Sio ibada. Sikia sasa. Sikia. Mnajua pengine yeye ako kwa hiyo group. Wewe sijua. Sio ile hii sio. Tunasikia. Sawa. Wakatazama wana wa Israeli wote. Nataka usome polepole asikie point by point. Hakuna mmoja amebaki. Wote Waisraeli wako pamoja wote. Wakatazama wana wa Israeli wote. Uliposhuka ule moto. Utukufu wa Bwana ulipokwepo juu ya nyumba. Wakasujudu. Kifulifuli. Hata inchi ni wapi? Sakafuni. Wakaabudu. Wakamshukuru Bwana. Inchi ni wapi? Na sakafu ndio hichi. Ukisoma ya Kizungu inasema and they fell on their faces to the ground and prayed. Sasa ni mzuri hivyo. Sasa bwana hiyo tumeeleweka tuelewane. Sasa Yesu amesema ukisikia maneno yake na ufuate utakuwa mtu mwenye akili. Ukikataa maneno yake unakuwa nani? Mpumbavu. Sasa unataka gani katika hizo mbili? Mimi nilikuwa nataka aje unisomee Qur'an. Nasema hivi, hiyo maneno ya Yesu. Kusujudu. Qur'ani. Leta Qur'ani. Ngoja kidogo. Haya. Ngoja kidogo. Ngoja amalize, hata kuna mwingine alikuwa mbele yako hapa sijui nani. Hakuna shida. Hiyo utaulizia hapa. Usiulize mapema, ulizaulizia hapa. Qur'ani. 48 29 Qur'an. Sikiza baba. Usipige kelele sana nyuma baba. Wewe kijana. Baba usiwe kelele, kuja tu hapa uulize swali. Usiongee huko nyuma. Haya. 48 29 inasema Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na walio pamoja naye ni wenye nyoyo thabiti mbele ya makafiri na wenye kuhurumiana wao kwa wao. Utawaona wakiinama. Angalia. Utawaona wakiinama kwa kurukuu na kusujudu pamoja. Unasikia? Wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na ndani yake. Huu ndio mfano wao katika Taurati na katika Injili. Wewe na ulete mchezo hapa. Sasa kuanzia leo unatakikana wewe unafanya nini?
Ndio maneno ya Yesu, ndio uwe na akili. Unatakana ufanye nini? Ndio leo na akili. Hii kitabu nimeuza tu kidogo tu, lakini isipokuwa ni vile sijajua nini vizuri. Hii kuna mahali. Kuna sura. Haya, sawa, utakuja kuuliza. Swali utauliza tu. Sasa unajua kuna sura ya majini. Iko tena sana. Iko tena, kwani tunaficha? Iko. Wewe ngoja kidogo, Kristo. Nini mtakuja baadaye? Ni uongo ama ni ukweli? Njoo hapa. Hebu muondokea huyu. Swali yako nzuri. Wewe mzuri. Ndio tunataka maswali kama haya. Sasa. Huyu ni kijana, huyu ni black handsome boy. Mimi naitwa Hassan. Mimi naitwa John. Naitwa Hassan Kariuki. Mimi naitwa Yohana Udori. Kabisa. Sasa Udori, uko na swali gani ungetaka kuuliza Waislamu jioni ya leo? Ili watu waweze kupata faida kwako na wapate faida kwangu. Kwa sababu angalia, hapa tunaweza pengine mimi naweza kuwapoteza, nikiwaambia kitu na kumbe si kweli. Na wewe pia unaweza wapoteza ukiambia kitu na si kweli. Na hapa tunataka mtu akija hapa anakuja na evidence. Ukiambia watu ndio wakafanya research, kama vitabu ziko unatoa aya, unatoa hivi, unaeleza watu wakienda nyumbani wanakuwa mfahamu kitu. Sawa? Sasa swali lako jioni ya leo ni swali gani? Mimi ni John. Mimi naitwa John. Na niko na swali. Uliza swali. Ingawa sina hiyo maandiko. Lakini niko nao kwa akili yangu kwamba kabla ya Waislamu wakuje kulikuwa na Wayahudi na Wakristo. Ni ukweli ama ni uongo? Sasa kwa sababu ni swali lako unasema ni ya akili na unasema ati kabla Waislamu wakuje, na mimi nakwambia tu kiakili. Waislamu walikuwa hapa hata kabla ya Mayahudi. Si umesema swali ni ya akili, wewe huna andiko. Na mimi nakujibu kiakili kulingana na vile umeniuliza. Hujatoa kitu yoyote. Basi kama huna haya, sasa ngoja kidogo. Mjomba, tuko hivi. Unajua hapa tunaogopaka sana kuambia watu ambaye si ya kweli. Unakumbuka hata huko Shakahora watu waliambiwa wafunge wakamuone Mungu wakakufa. Kwa hivyo ngoja kidogo, sikutwisi. Kwa hivyo hapa hatuwezi kuja kudanganya watu. Kwa hivyo kama wewe huna maandiko, wacha tuchukue ule mtu ako na maandiko akuja aulize swali. Haya, kesho wewe nenda usome maandiko. Haya sasa. Sawa. Nani mwingine ako na swali? Haya, wacha ule mrefu, ule alikuwa mbele. Ule mrefu alikuwa mbele. Wacha kuja aulize. Aliuliza mbele. Alikuwa mbele yako. Alikuwa mbele yako huyu. Alikuwa mbele. Alikuwa anauliza. Tunafanya kihaki. Na huyu ni mrefu kuniliko. Mimi najifanyaga toro, kumbe kuna mwingine wenyewe. Lakini tukienda kwa Sudanisi hatupati namba. Hawa huku. Haya. Wajina mimi naitwa Hassan Kariuki, na unaitwa nani? Na mimi ni Muislamu, na wewe je? Kristo. Asante sana. Karibu sana. Swali lako ungetaka kuuliza Waislamu jioni ya leo? Jioni ya leo. Sana naonanga mkikuja hapa saa zingine kuhubiria watu. Lakini nataka kujua tofauti kati ya Biblia na Qur'an. Naam. Na ya kwanza, kama sisi tunaamini Yesu kama Mungu. Na Qur'an, mwacheni kila mtu aongee mambo ya Qur'an sijui vizuri juu sijawahi soma. Lakini mimi nashinda nikisoma Biblia. Yes. Sasa kitu yenye nataka utuelezee. Juu Wakristo wengi hawatembeangi na Biblia miwili. Wacha niseme hivi. Hakuna siku utaona Mkristo akitembea na Qur'ani na Biblia. Juu huwezi amini vitu ngapi? Vitu viwili. Kama wewe ni Mkristo unaamini Biblia. Lakini kama wewe ni Muislamu unaamini. Lakini kama unataka kujua zaidi, ndio sasa utaangalia Biblia na Qur'an. Asante.
umekuja kwa lengo. Sawa. Sawa. Sasa kitu yenye nataka unielezee. Tu Biblia inasema hata ukisoma Genesis 1, usome John 1:15, 1-15 inatuelezea vile Yesu alikuja hii dunia. Naona? Na tena kulingana na Korani yenu nataka unielezee vile alikuja. Nilisikia kijana mwingine ukimuuliza swali hapa na mnasema Korani ilitoka juu. Ilitoka juu. Vitabu zote zilitoka juu. Vitabu yote hata Torati, Zaburi na Injili zilitoka juu. Unaona? Isipokuwa Biblia peke yake. Zote zimetoka juu. Torati, Zaburi, Injili, Zaburi, Korani zimetoka juu. Biblia peke yake ndio itatoka juu. Biblia haikutoka juu. Yes. Kumbe ni ukweli. Lakini neno ilitoka wapi? Unajua kuna tofauti. Swali, weka swali ndio ni. Bado hujaweka swali. Sasa hiyo ndio maana niko hapa. Sasa usihubiri ndio waelewe. Uliza swali yako tukujibu. Mahubiri kanisani. Kwanza kuna kitu moja amesema. Anasema yeye anaamini Yesu ni Mungu. Nafikiri tungeanzia hapo kwa sababu hiyo ni kitu kubwa sana ambayo tungeizungumzia zaidi. Na ni hatia kubwa sana. Hebu tueleze kwanza kabla mimi sijaingia kwa sababu wewe ndio umeambia watu. Hebu wapatie ushahidi Yesu ni Mungu kivipi? Waambia watu. Kama mtu ako na sina Biblia. Iko hapo. Si Biblia ndio hii. Ya kizungu sio ya Kiswahili. Ya kizungu iko. Wako wapi? Kwani nataka unisomee hapa. Soma ya kizungu ziko kwa simu. Ndio hizi simu. Ndio hizi simu zimejaa hapa. Sema hilo nataka. Utanisomea? Gani? Hebu nisomee John. John ngapi? 1:1 ama John 1 mpaka 14 mpaka 16. Wewe sema mpaka 16. Hiyo ni kupoteza time. Hiyo hapana. Hapana. Wewe kwa point. Just go to the point. Hatuwezi kusoma kitabu kutoka juu mpaka chini, time inaenda bwana. Go to the point. Yesu ni Mungu. Hebu nitotolee, fanya hivi. Toa verse ambayo inasema John 2:3. 1-3. John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Sasa ukiangalia John inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Kuna watu wewe ndio umesomewa ama mimi? Haya, lete. Sasa kitu tunataka watu wafaidike, sio mimi na wewe na huyu. Unajua wacha ongea. Interview ni nani? Wewe ndio unani interview ama ni huyu? Endelea. Eleza sasa. Hiyo maandiko imesomwa. Haya, sema. Wewe niko na huyu ni mwenye anasoma ama wewe fanya hivi, wachana na huyu kwanza. Wachana na huyu mwalimu wangu. Kwa sasa wewe eleza sasa. Andiko umesomwa? Haya. Eleza watu hiyo andiko umetoa kwa lengo gani? Sasa ukisoma John inatuelezea, ina interpret kwamba the beginning. And where is the beginning? The beginning at Moses where Moses wrote the Genesis 1. In the beginning God created heaven and earth. Lakini ukisoma John 1-3 inakuambia, hebu rudia tena. Nani alikuwa anasoma? Ameenda tena. Biblia ziko hapa. Mbona unapoteza time? You are just wasting time. Unajua na deal na mtu mmoja. Sikatai lakini in the beginning unaongea mara nyingi. And the word was na hiyo neno ngoja kidogo. Hiyo neno iko na big W ama small w? Big. Sasa hiyo big inamaanisha the spirit of God. The spirit of God, the word, the word of God. So ukisoma hapo hatuendi mbali tena. Ukisoma hapo God yenye Biblia inaongelelea with capital G. Na ukiangalia neno ni imeanza na sasa inamaanisha neno yenye iko hapo ni neno la Mungu. Endelea. And the word was with God. And the word was with God. The word was with God. The spirit of God was with God. Endelea. And the word
and the word was God. So, Endelea. what is the point? He was with God. So the word that was with God became flesh. Ngoja kidogo. Became flesh. And the one that became flesh, we know him as Jesus Christ. Sasa word ni nani? Word ni nani? Word ni God. Biblia imesema ngoja kidogo. Tulieni polepole. Tulieni polepole. Word ni nani? Word ni Mungu. Na Yesu? Yesu soma hapo. Ngoja kidogo. Jibu tu. In the beginning was the word. Huo word ni nani? Ndio tunakuja ndio wale. Endelea. And the word was with God. The word. Neno ilikuwa na Mungu. Kama unielewi. Sasa hiyo neno ndio Mungu. Hiyo neno God is a spirit. A spirit is something that you cannot see. You cannot touch. The spirit. Ngoja kidogo. Si umesema Yesu ndio Mungu. Kwa hivyo Yesu ni spirit. Yesu ni spirit. Na spirit unaweza shika? It is invisible. Na Yesu alionekana. Na Yesu alionekana. Alionekana. Kwa hivyo Yesu sio spirit. Hebu sasa usimwambilie Yesu. Ngoja kidogo. Nimekupatia time umejieleza. Waacha mimi ni ngoja kidogo. Mjomba tunapeana time. Hatuwezi kupatia time uongee peke yako, unataka mtu mwingine aongee. Waacha na mimi niongee. Ngoja Ali. Waacha mimi niongee sasa. Wewe umeongea nimekupa time. Ngoja kwanza na mimi nieleze. Ngoja kidogo nieleze. Usikatae. Unaona hataki mimi niongee. He does not want me to talk. Anataka tu aongee. Time we are wasting time. No, wait. Hebu sikiza kwanza Ali. Tufanyeni hivi, sikizeni. Wewe nani? Msomaji tafadhali na cameraman. Wacheni hii maneno. Yesu mwenyewe aseme kama yeye ni Mungu ama si Mungu, ama si kweli? Yesu mwenyewe ana mdomo. Yesu mwenyewe ako na mdomo ya kuongea yeye mwenyewe, kusema kama yeye ni Mungu ama si Mungu. Ama si kweli? Sasa wewe mjomba, si ungoje tuongee na huyu mmoja. Ukimaliza ukuje. Sasa kelele ni nini? Na ni wale watu walikuwa wanapiga kelele juzi. Hapo ndio naelekea. Hapo ndio naelekea. Unatuchanganya, sisi ni wazee, unatuchanganya. Hapo ndio naelekea. Mimi namuuliza Yesu direct. Na mimi nataka nitolee andiko kama hiyo. Direct. Yesu anajibu swali. Yeye ni Mungu ama sio Mungu? Naweza nitoa maandiko matatu. Na wao nitolee maandiko matatu ya kudhibitisha Yesu ni Mungu. Sawa? Yohana 14:28. Tuanzie hapo. 14:28. Soma na Haya yako utasomewa, yetu inasoma kwa Kiswahili. Haya, wewe utasomewa na Kizungu. Kama wewe ifungue, kama zinapitana atatuambia, sio? Watu waone ukweli wa mambo. Soma. Na sauti haimaanishi Sasa ngoja kidogo, siwache nisome. Mimi nimekupatia nafasi ya kuacha uongee. Utaki niongee, you are interrupting me. Now how can you go? Tunaambia kuongea sana, si atukujua kitu. Ngoja kidogo tafadhali. Hapa tumekuja kwa hiari yetu. Soma mwalimu. Tumekuja kwa hiari yetu. Mwalimu soma. Mwalimu soma juu ya time. Time inaenda sana. 14:28 kitabu cha Yohana inasemaje? 28 na wewe fungue hiyo tayari. Nataka ufungue. Itasoma zote mbili pamoja. 14:28. Mimi naliwaambia naenda zangu. Kuja hapa karibu. Atasikia tu acha. Endelea tu, acha kuja hapa. Nataka isomwe ndio watu wanafikiri pengine hii inadanganya. Hapo tu. Mulisikia ya kwamba mimi naliwaambia ndio naenda zangu tena naja kwenu. Ndio. Kama mungelinipenda mungelifurahi. Endelea. Kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa maana nini? Baba ni mkuu kuliko mimi. Kumbe Baba ni mkuu kuliko nani? Yesu. Soma ya Kizungu. You heard me say, I'm going away and I'm coming back
to you. Yohana 20 za If you loved me, you would be glad that I am going to the Father. Because for the Father is greater than I. The Father is greater than I. Yohana 20:17 nimesema nitatoa tatu. Yohana 20:17 2017 inasema. Yesu akamwambia nini? Usinishike. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini nenda kwa ndugu zangu kawaambie. Uambiaje? Ninapaa kwenda kwa Baba yangu. Naye ni Baba yenu. Kwa nani? Kwa Mungu wangu. Yesu anasema naenda kwa Mungu wa? Naye ni Mungu wenu. Soma ya Kizungu. Jesus said, do not hold on to me, for I have not yet returned to the Father. Go instant to my brother and tell them, I am returning to my Father and your Father, to my God. My what? My God. Kumbe Yesu ana Mungu wa? Ana Mungu wa? Endelea maliza. Amemaliza? To my God and your God. La mwisho nimesema tatu. Na mimi nataka uondolee tatu. Ya mwisho 6:12 Luka. 6:12 Luka. 12 mambo ni nimetoa matatu. Yesu anasema kabisa. Mungu anasema Yesu anasema kwa Mungu wake. Luka 6:12. 6:16. 6:12 kitabu cha Luka inasema. Ikawa siku zile aliondoka akaenda milimani. Yesu aliondoka akaenda milimani ili kuomba akakesha usiku kucha. Akifanyaje? Katika kumuomba Mungu. Kwa sababu yeye sio nani? Yeye ni binadamu. 6:12 soma ya Kizungu. Soma Kizungu. Mungu hawezi omba Mungu mwingine. Ngoja nimalize. Ninamaliza sasa na wewe utoe zako tatu uthibitishie watu. One of those days, Jesus went to listen where? Ngoja sikizeni. Just listen. Soma. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. Praying to God. Sasa wacha nikueleze. Unajua umesoma. Hiyo story tumemaliza, tunaenda msikiti. Hatujamaliza. Tumeitwa. Ali, wacha. Asiseme tumemdhulumu. Jamani, aseme tumefanya aje? Asimame aje? Ngoja kidogo wewe, my friend. Ngoja. Sasa tuongee na wewe ama tuongee na huyu? Usomee 10:30. Haya, kesho. Nachukua namba yangu.